mikopo kwa ajili ya mitaji, mafunzo pamoja na ujenzi wa miundombinu ya uvuvi, yakiwemo madiko na masoko ya kisasa ya kuuzia samaki ili wawe na mazingira mazuri ya kufanyia shughuli zao. Mafanikio yamepatikana katika kuongezeka samaki wanaovuliwa kwa zaidi ya 110% kutoka tani 38,107 za samaki mwaka 2020 hadi tani 78,943 mwaka 2024. Mapato yameongezeka kutoka shilingi bilioni 205.3 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 618 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 201%. Aidha, uzalishaji wa zao la mwani umeongezeka kwa 120% kutoka tani za mwani mkavu 8,785 zenye thamani ya shilingi bilioni 5.3 mwaka 2020 hadi tani 19,716 zenye thamani ya shilingi bilioni 16.4 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 94%. Sekta hizi kwa pamoja zinatoa ajira za moja kwa moja kwa takriban wananchi 100,000. Lengo la serikali ni kuendelea kuziimarisha sekta hizi kwa kuwawezesha wavuvi, wakulima wa mwani na wafugaji wa mazao ya baharini. Serikali itaendelea kutoa vifaa vya kufanyia kazi, mafunzo na mikopo nafuu kwa ajili ya mitaji. Aidha, tutaendelea na ujenzi wa miundombinu ya uvuvi kwa kujenga madiko na masoko ya samaki katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Ndugu wananchi, serikali itaendelea kuliimarisha zao la mwani kwa kuongeza uzalishaji, kuimarisha utendaji wa kampuni ya mwani katika kuwasaidia wakulima kupata bei nzuri na soko la uhakika, kuliongezea thamani zao la mwani na kuendeleza jitihada za serikali za kuwezesha kuanza kazi kwa kiwanda cha kusarifu mwani cha Manangwe. Aidha, tutakiimarisha kituo cha uzalishaji wa vifaranga vya samaki na majongoo Betras ili kuongeza kasi katika maendeleo ya ufugaji wa samaki na mazao ya baharini. Kadhalika, serikali itaendeleza jitihada za kushughulikia sekta ya mafuta na gesi asilia kutoka hatua ya sasa ya ugawaji na kuvitangaza vitalu 10 vya mafuta na gesi asilia kwa wawekezaji wa kimataifa. Ndugu wananchi, juhudi kubwa zimefanywa katika kuimarisha huduma za bandari zetu na usafiri wa bahari kwa kuzingatia umuhimu wake kwa uchumi wa Zanzibar ambayo ni nchi ya kisiwa. Kwa upande wa bandari, kazi ya ujenzi wa bandari jumuishi ya kisasa ya Mangapwani yenye uwezo wa kuhudumia makontena 200,000 na mizigo ya tani 1,000,000 imeanza. Ujenzi wa bandari hii unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Kukamilika kwa mradi huu kutaleta mapinduzi makubwa ya huduma za bandari hapa Zanzibar. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa bandari ya Shumba umekamilika kwa kujenga gati yenye urefu wa mita 45 na upana wa mita 20. Ujenzi wa bandari ya Fumba wa kujenga gati yenye urefu wa mita 350 kuelekea baharini pia umeshaanza. Aidha, awamu ya kwanza ya ujenzi wa bandari ya kisasa na mizigo katika eneo la Marhubi nao umeshaanza. Mradi huo utahusisha ujenzi wa bandari ya meli za mizigo na abiria, ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuchukua abiria 1,500, ujenzi wa ghala la kuhifadhia mizigo na ujenzi wa jengo la mizani na njia. Ndugu wananchi, huduma za usafiri wa bahari zimeendelea kuimarishwa kwa ushirikiano wa serikali na sekta binafsi. Safari za meli za ndani zimeongezeka kutoka safari 5,696 mwaka 2023-24 hadi kufikia safari 8,192 mwaka 2024-25. Idadi za safari za meli za kigeni imeongezeka kutoka meli 98 mwaka 2023-24 hadi meli 205 mwaka 2024-25. Ongezeko hilo la meli za kigeni linaashiria kuzidi kuimarika kwa shughuli za biashara ya kimataifa kupitia usafiri wa baharini. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya meli za ndani 87 zimesajiliwa na Mamlaka ya Usafiri wa Bahari na jumla ya meli 613 za kimataifa zimesajiliwa. Aidha, serikali kupitia Mamlaka ya Usafiri wa Bahari imefanikiwa kuongeza mapato kwa kusanya jumla ya shilingi bilioni 8.2 ikilinganishwa na shilingi bilioni 6.4 zilizokusanywa mwaka 2023-24. Ndugu wananchi, serikali inazingatia umuhimu wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo barabara na viwanja vya ndege kutokana na umuhimu wake katika kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji.
Ujenzi wa miundombinu ya barabara ni hatua muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya nchi. Mafanikio makubwa yamepatikana nchini katika jitihada za serikali za kuimarisha miundombinu ya barabara kuu na za ndani kwa mijini na vijijini. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, serikali imekamilisha ujenzi wa kilomita 82.8 wa barabara za mijini na kilomita 247 wa barabara za vijijini kwa kiwango cha lami na zege. Sambamba na hilo, serikali imekamilisha ujenzi wa daraja la juu, yani flyover la Mwanakwerekwe, daraja la juu flyover la Amani kwa 30%, daraja la Uzi Ng'amba kwa 70% na daraja la Pangatupu kwa 90%. Utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea kwa kasi na unatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi yetu. Ndugu wananchi, mageuzi makubwa yamefanyika katika kuimarisha huduma za viwanja vyetu vya ndege na yamepata mafanikio makubwa. Idadi ya abiria wanaotumia viwanja vyetu vya ndege imeongezeka kutoka 2,133,166 mwaka 2023/24 hadi kufikia abiria 2,578,025 mwaka 2024/25. Aidha, idadi ya mizigo iliyohudumiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume imeongezeka kutoka tani 4,224 mwaka 2023/24 hadi kufikia tani 4,603 mwaka 2024/25. Ujenzi wa jengo jipya la pili la abiria unaendelea na unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi minne ijayo. Ujenzi huo umefika 71% ya utekelezaji. Aidha, utanuzi na ukarabati mkubwa wa jengo la Terminal 1 kwa ajili ya VIP na ndege binafsi unaendelea na umefikia 99% ya utekelezaji. Kwa upande wa uimarishaji wa uwanja wa ndege wa Pemba, kazi ya kuongeza urefu wa barabara ya kutua na kurukia ndege, ujenzi wa jengo jipya la abiria na uwekaji wa miundombinu itakayowezesha uwanja huo kuhudumia ndege za kimataifa imeshaanza. Ndugu wananchi, serikali imefanikiwa katika kusimamia na kuendeleza sekta ya ardhi na makazi hapa nchini. Tunapoadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, serikali imefanikiwa kuimarisha sekta ya ardhi kwa kuandaa hati za matumizi ya ardhi 1577 Unguja na Pemba na kuimarisha upatikanaji wa mikataba ya ukodishwaji ardhi 399 ili kuendeleza shughuli za uwekezaji. Aidha, jumla ya viwanja 961 vimepimwa kwa ajili ya maeneo ya makazi, matumizi ya taasisi, mashamba, eka na maeneo ya vitega uchumi. Pia maeneo 1264 ya serikali yamepimwa. Kwa kuzingatia mipango miji, serikali imeendelea kuimarisha miji mitano ikiwemo Kisakasaka, Maungani na Makunduchi kwa Unguja na Mvumoni na Kojani kwa upande wa Pemba. Katika kuimarisha ujenzi wa makazi bora na majengo ya biashara, serikali inaendelea na ujenzi wa nyumba 288 za makazi na biashara katika eneo la Kisakasaka C, ujenzi wa nyumba 1055 za bei nafuu kwa awamu ya kwanza Chumbuni na ujenzi wa jengo moja la nyumba za makazi 22 katika eneo la Mombasa kwa Mchina. Aidha, matayarisho kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 548 za makazi na biashara Kisakasaka B, ujenzi wa nyumba za makazi Saateni na majengo ya biashara na makazi Mfikiwa na Mabaoni Pemba yameshaanza kwa hatua za awali. Katika eneo la Kiembe Samaki, serikali imekamilisha ujenzi wa jengo la ghorofa 5 la makazi na biashara lenye nyumba 22. Lengo la serikali ni kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanaishi katika makazi bora ya bei nafuu na yaliyozingatia sheria za mipango miji na yenye kukuza haiba ya miji yetu. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya kilimo inayojumuisha ukulima wa mazao ya chakula na biashara, mifugo na maliasili za misitu, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha sekta hii inayoajiri takriban 35% ya wananchi na kutegemewa katika kujikimu kimaisha kwa zaidi ya 70% ya wananchi. Tunapoadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, tumepata mafanikio kwa kuongezeka kwa tija katika kilimo cha mpunga baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde 7 Unguja na Pemba yenye ukubwa wa jumla ya hekta 1325 na kuyagawa kwa wakulima. Serikali ina lengo la kuongeza uzalishaji wa mpunga kufikia tani 15 kwa hekta kwa mwaka na kuimarisha huduma ya ugani